Mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi ni mwenye furaha baada ya kupokea tuzo la utendakazi bora kutoka kwa shirika la African Championship Awards mapema leo. Akizungumza katika hafla fupi ya kumkabidhi tuzo hiyo iliyoandaliwa katika ofisi za mbunge huyo, mkurugenzi wa mawasiliano katika shirika hilo Frederick Kialo amesema tuzo hizo hutolewa baada ya utafiti wa kina kuhusu utendakazi, uwajibikaji na uwazi wa viongozi wa kisiasa. Kialo amesema tuzo hizo hutolewa ili kuwapa motisha viongozi kuendelea kuwajibika katika utendakazi wao. Africa Champions Award ni kuhakikisha na kwamba viongozi tumewapatia motisha, si ndio? Manake wakati kiongozi anapofanya kitu na hatujakisema, hatujamwambia kongole kiongozi, kongole mheshimiwa, kesho huenda aka give up, si ndio? Akaona kama ya makofi jana, mbona leo niendeleze, si ndio? Lakini wakati tunamwambia mheshimiwa umefanya vizuri, basi kesho atatia juhudi na pia ataendelea pia kutafuta hata NGOs ambao sio serikali pale, hakikisha na kwamba maendeleo yamewafikia, mmepata ball, mmepata maji, kila kitu imeenda vizuri, shule zimejengwa, hospitali zipo na kazi imechapwa, si ndio? Kwa hivyo ndo mheshimiwa alibuka mshindi na tutakwambia kongole mheshimiwa, kazi chapwe sana Changamwe. Akipokea tuzo hiyo, mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi amelipongeza shirika hilo kwa kuzamia maslahi ya maendeleo, jambo ambalo anasema wananchi wenyewe wanaridhika na maendeleo hayo. Aidha, amepongeza utafiti huo akisema tangu aingie madarakani eneo bunge la Changamwe limekuwa likiongoza kwa maendeleo, jambo ambalo linawafanya wananchi kutoka maeneo bunge mengine kuomba usaidizi kutoka kwa ofisi ya mbunge huyo. Kwa shirika ambalo limehusika kutoa zawadi hii ambayo leo tumeipokea, ilikuwa tuipokee Dar es Salaam, lakini nilikuwa na safari kule Russia kwenda kufanya election observation katika nchi moja inaitwa Abkhazia. Hii ilikuwa ni international observer, kwa hivyo sikuweza kuhudhuria hiyo mkutano. Ilikuwa tunaenda Changamwe mzima huko Dar es Salaam. Kutupatia moyo ni kwamba wanaongea vizuri juu yetu. Sisi hatuko, lakini wao wanazungumza. Sisi unajua hatujijui. Tunafanya tukiona tumefanya kitu kidogo, lakini kwa wao wanazungumza ya kwamba tumefanya jambo la maana sana. Hivyo wabunge wenzangu wengine hata waliwahi kuniuliza, mheshimiwa, hii maneno ni kweli ama kuna watu wanatoa pesa labda kwa hao jamaa wanatoa hii ranking? Kwa sababu hata sisi pia tunajenga mashule, tunajenga madarasa, mbona hatupati hiyo number 1? Lakini ndani ya roho yangu nikasema sisi tunafanya more than that. We touch the hearts of our constituents. Kwa ufupi, tunawashukuru sana wale watu ambao wamefanya hii kazi. Ilikuwa kweli tuje Dar es Salaam kwa fujo sana, lakini bahati mbaya hatukuwepo. Wakati huo Mwinyi amedokeza kuwa wameweka mkakati ya kujenga shule katika wadi ya Airport kutokana na ufadhili wa kampuni ya mawasiliano nchini Safaricom, kampuni ya uzalishaji umeme KenGen na kampuni ya mafuta ya Kenya Pipeline. Kama hii uwanja ni 60 million na hii tulizungumza na rais akakubali, na tumemwomba eka 10 pale Saratoga, akasema atatupatia 5, lakini bado tunasukuma tupate 10 ili ikiwezekana tuweze kupata affordable housing pale, tupate level 4 hospital na tupate shule pamoja na viwanja vya michezo. Tunataraji hii wiki tutapata jibu na tuna imani kubwa sana hilo jibu litakuwa ni positive. Na tukipata, kusema kweli, hii Changamwe itabadilika kwa sababu airport ward haina hata nursery school ya serikali. Sasa imagine ipate level 4 hospital, ipate viwanja vya michezo, ipate shule for the first time, na ipate mambo mengine yale ambayo yanahitajika kama hospitali huko. Nafikiria tutakuwa tuko mbele sana, ama sivyo? Hakuna mtu atatukaribia sisi, na tuko tayari sisi. Hatuna haja ya governor, lakini tukitaka ni mboga kwetu. Katika tuzo hizo, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro aliibuka kidedea pamoja na Babu Owino, huku nambari 2 ikimwendea Patrick Makau na Brighton Yegon, na watatu akiwa Omar Mwinyi. Ali Vincent, Benvin TV.